Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi nami niweze kuchangia katika hotuba ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama katika bunge hili tukufu, katika bunge hili la 13, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, aliyetujalia uzima na afya njema, na Mwenyezi Mungu aliyeniwezesha kurudi katika bunge hili la 13. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze pia kwa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika taifa letu la Tanzania. Sisi wananchi wa mkoa wa Katavi tunampongeza sana na tunamshukuru sana kwa namna ambavyo ametupa kipaumbele katika miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwepo afya, elimu, kilimo na mambo mengine mengi. Lakini kipekee sana nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ametupigania sisi wananchi wa mkoa wa Katavi katika kipindi chake cha uongozi wake. Ameweza kuacha alama kubwa sana ambayo wananchi wa mkoa wa Katavi tutamkumbuka kwa jinsi ambavyo ametusaidia kutuunganisha katika gridi ya umeme wananchi wa mkoa wa Katavi. Jambo hilo limetuwezesha wananchi wa mkoa wa Katavi kuweza kuvutia wawekezaji kuja ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Na ukizingatia mkoa wetu wa Katavi sisi ni wakulima wazuri na tuna biashara nyingi, na hivyo kutokana na umeme kuwa wa uhakika, sasa viwanda vingi vinakwenda kujengwa ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Hivyo tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini wananchi wa mkoa wetu wa Katavi wanaendelea kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameboresha sekta ya afya. Sekta ya afya tunajua inawagusa sana wananchi wote, lakini wakina mama na watoto imewagusa kwa kiasi kikubwa, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha uongozi wake vifo vya mama na mtoto vimepungua kwa kiasi kikubwa ndani ya mkoa wa Katavi. Hivyo tunampongeza sana, tunamshukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nijielekeze katika hotuba ya Waziri Mkuu. Nianze kwa kumpongeza waziri wetu mkuu kwa jinsi anavyofanya kazi. Alikuja ndani ya mkoa wetu wa Katavi kufanya ziara na tuliona kazi kubwa anayoifanya, hivyo tunampongeza sana. Lakini tunampongeza kwa hotuba nzuri aliyoitoa katika bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunatambua serikali na jitihada zake katika kuwezesha wanawake kiuchumi pamoja na vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala la 10%, wananchi wa mkoa wa Katavi hususan kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum wanatoa shukrani za dhati kwa serikali kwa jinsi ambavyo imesimamia halmashauri zetu kuwawezesha wakina mama hawa, vijana na watu wenye mahitaji maalum kuweza kupata mikopo ya 10%. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya mkoa wangu wa Katavi tulipoenda kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, tulipokwenda kuomba kula, takribani zaidi bilioni 9 zilikuwa zimeshatolewa katika vikundi hivi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuiomba sana serikali, bado kuna changamoto. Tunahitaji katika mikopo ya 10% tuweze kufanya maboresho katika maeneo machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, wako wakina mama ambao wana watoto wenye ulemavu. Wakina mama hawa wanapokwenda katika vikundi vya kawaida vya wakina mama wengine wamekuwa wapati fursa kwa kuwa wamekuwa wakitengwa, kwa sababu tunatambua wapo wakina mama ambao wana watoto ambao wana ulemavu ambao ni critical, ambao unasababisha wao kutoshiriki vizuri katika shughuli za uzalishaji. Hivyo wakina mama wale wengine kuona kwamba wenyewe wakiwaunga katika vikundi vyao hawataenda sambamba na wao. Hivyo ombi langu lilikuwa ni nini? Ombi langu lilikuwa ni kwamba tuangalie wakina mama hawa ambao wanawalea watoto wenye ulemavu, hususan ulemavu ule critical, kwamba ikiwezekana waweze kuingizwa katika 2%. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lililopita nilikuwa mjumbe wa kamati ya haki. Tulikuwa tukishuhudia kwamba baadhi ya fedha za watu wenye mahitaji maalum zilikuwa fedha zile haziishi. Kwa nini sasa serikali isije na mpango wa kuunganisha wakina mama hawa katika ile 2%, kwa kuwa wanapoteza sifa ya kuunganishwa na wakina mama wenzao kwa kuwa watoto wao wanahitaji muda mwingi wa kuangalia katika majumba yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ninalotaka ni shauri ni kutokana na sheria ya mwaka 2018
katika kifungu cha 37A. Sheria hii inasema kwamba mikopo hii itolewe ndani ya siku 90. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku hizi ni nyingi sana. Tuiombe serikali iweze kuangalia. Kuna baadhi ya maeneo kama mkoa wangu wa Katavi, wakina mama wanavyojaza mikopo hii. Unakuta mama ametarget kwamba afanye biashara ya mpunga, lakini unakuta paka muda wa msimu ule wa biashara umepita, ndio mikopo hii inatoka ndani ya siku 90. Ikiwezekana mikopo hii iweze kufupishwa. Lakini jambo lingine tulikuwa tunaomba ni kutokana na kwamba tunaomba hawa maafisa maendeleo waweze kuwafata wakina mama hawa katika kata zao au katika tarafa kwenda kuwapa mafunzo badala ya kuwakusanya katika halmashauri, ili waweze kuwapunguzia adha za kutoa nauli na gharama kubwa, kwani wengine wamekuwa wakitokea katika maeneo ya mbali.